Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Baadhi ya wakazi wa kata ya Momoka na Sumbawanga asilia, manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, wameiomba serikali kuwalipa fidia kufuatia nyumba zao kupasuka kutokana na shughuli za ukarabati wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga. Wakizungumza na EATV, baadhi ya wananchi hao wamesema uharibifu huo umeathiri kwa kiasi kikubwa makazi yao, hali iliyowafanya kushindwa kuendeleza nyumba hizo. Wakati wanatengeneza uwanja wa ndege, wakati wanasindilia, nyumba zetu zilichanika sana. Na kuchanika nako kuzungumza kama ambao umeuona mwandishi wa habari, angalia nyuma jinsi ninavyoeleza nyumba ilivyochanika. Hii nyumba hata wapangaji waliokuwemo mpaka wametukimbia. Nyumba mpaka sasa hivi hata kuingia unaona kwamba nyumba inaweza ikaanguka wakati wowote ule. Ni miaka mingi hatuna uwanja, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu uwanja umekuja. Tuje tufurahia, lakini sio karaha kwa baadhi ya wananchi. Tunaomba watusaidie, watupe fidia leo, tuambia waziri mkuu waje watutathmini sisi tuondoke. Hizi habari za kutuambia waje watulipe kleki, hapana. Lakini kubwa zaidi ni ujenzi ambao unataka kuendelea wa barabara pembezoni mwa uwanja wa ndege, ambao huo sasa ndio unakaribia nyumba zetu takribani mita 1.5 mita 2. Kwa hiyo sisi upande huu hatuna sehemu ya kutokea. Hoja yao hapa ni kwamba sasa kama ilikuwa mbali kule ilitengeneza kleki, sasa hii sinakuja kuvunja kabisa. Inakuja kuvunja kabisa, kwamba ni vyema tungepisha kabisa kwenye hizo nyumba zenu, mfanye hizo shughuli zenu. Tungepisha kwenye hizo nyumba zenu, alafu ndio muendelee na hiyo shughuli yenu. Tuendelee na kurasa. Wakulima wa mikoa ya kusini mwa Tanzania wanatarajia kuanza kunufaika na kufanya kilimo zaidi ya mara 2 katika msimu mmoja kufuatia upatikanaji wa mbolea muda wowote, tofauti na hali ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Maombi ya siku nyingi ya wakulima wa kusini mwa Tanzania ilikuwa ni mbolea zipatikane muda wowote ili kuwasaidia waweze kufanya uzalishaji zaidi mara 2 katika msimu mmoja kwa kutumia mifumo na teknolojia ya umwagiliaji. Msaidie kwenye uboreshaji wa mbolea. Muda mwingine inakuwa changamoto kwenye swala la mbolea, unaweza upatikanaji na kawa mgumu, lakini tunashukuru kwa sababu katika maswali mengi ambayo tulikuwa tuna doubt katika uagizaji wa mbolea ameyafafanua vizuri. Na sisi kupitia umoja wetu wa Wapenjo tunakwenda kuagiza mbolea. Kwa hiyo tutakuwa na mbolea nyingi za kuuza misimu miwili. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi wa kata ya Ivuna Lwante na Kamsamba wilayani Momba mkoani Songwe wameanza kunufaika na mradi wa gesi iliyogundulika katika wilaya ya Momba mkoani Songwe baada ya utafiti uliofanyika kwa zaidi ya miaka 10. Wakizungumza na EATV, baadhi ya wakazi wa maeneo haya yalipogundulika madini adimu ya gesi ya helium, wamesema kuwa wameanza kunufaika kwa kujengewa miradi ya maendeleo ya kijamii pamoja na kulipwa fidia za maeneo hayo. Baada ya kuona kwamba wao wanadai kwamba maeneo kuna gesi, kulikuwa kunatokea na chemichemi. Mnapopita maeneo unakuta kuna chemichemi kama aina ya mafuta yanatokea pale. Kwa hiyo tukajua kwamba sehemu inawezekana ni gesi aidha mafuta. Tumenufaika kulipo kwenye mashamba. Kuna barabara nyingine watusaidia wakatujengea. Wakifika kwenye shamba lako kama kuna kilomita nyingi, hapo unapata faida kubwa na barabara inabaki inajengwa. Huduma za kijamii zimeboreshwa, tumesaidiwa na wachimbaji wa hii gesi. Kwa mfano mashuleni, hospitalini wameweza kutusaidia baadhi ya vifaa vya kuendeshea huduma za kijamii. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia mwanzo mwema kabisa wa wiki. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa Star Africa TV. Kurasa.